Mohamed. Hujambo popote ulipo na karibu kwa taarifa za Nipashe. Ni usiku wa Jumatano, tuna mengi tulokuandalia, lakini kwanza tuanze na yaliyomo. Siku ya mwisho wanafunzi wa gredi ya 10 kufika shule, baadhi wakifika shuleni bila karo wala mahitaji. Have we been cropping up? Have we been holding up schools that do not need to be surviving, for example? Serikali sasa kuanza ukaguzi wa shule za kutwa za C4 kufuatia uchache wa wanafunzi kwenye baadhi ya shule hizo. Kanda ya CCTV yaonyesha afisa wa polisi alivyomfatulia risasi mfanyabiashara George Gadu huko Karatina. Stima ilienda mwaka jana mwezi wa 9 hadi kwa sasa hatuna stima. Na zaidi ya miezi 5 bila umeme, wakazi wa eneo la Njipship huko Emuru wa Dikir sasa wanalilia hasara. Ananisaidia kwa lugha ishara ni Njoki Shege. Karibu. Tunaanza na masuala ya elimu ambapo serikali sasa inasema 70% ya wanafunzi wamefika shuleni kufikia siku ya mwisho ya makataa ya kuwataka wanafunzi kuripoti gredi ya 10. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen akisema kampeni ya kuwasaka wanafunzi imekuwa ikiendelea. Hata hivyo, katika baadhi ya shule wanafunzi walifika shuleni walizotakiwa bila hata karo wala vifaa walivyotakiwa kuwa navyo. Maria Nyambura anaarifu kuhusu changamoto za wanafunzi wanaotakiwa kuingia sekondari ya juu. Ruth Mwangi na mwanawe wa kwanza Justin Mwangi, mwanafunzi wa gredi ya 10, wamewasili katika shule ya upili ya wavulana ya Nakuru katika siku ya mwisho ya kuripoti kwa wanafunzi wa gredi ya 10. Ila mwanafunzi huyu alikuwa karibu kukosa nafasi hiyo kutokana na ukosefu wa karo ya shule, fedha za kununua sare na mahitaji ya msingi. Mamake Justin akiwa mwingi wa majonzi baada ya kuelezwa kuwa mwanawe atasajiliwa. Kama hizi viatu amevaa ni zile alikuwa anasoma nazo huko kwenye alikuwa bidii. Nayo ile box nimesaidiwa na sister yangu. Ile ilikuwa inasoma na kijana wake. No mattress, there's no bed sheet. There's literally, I would say that this boy has just come with an empty box, so to speak. Licha ya changamoto hizi, Mwangi ambaye alipata alama 68 kati ya 72 kwenye mtihani wa KJSEA bado amesalia na matumaini kuwa atasoma. Kwa sababu yeye anasemaga anataka kukuwa pilot. Sasa nikaona nikimweka nyumbani akose kukuja shule, hiyo dream yake itazimia. But in the spirit of increasing access and allowing everybody to go to school, we have allowed them in. Katika kisa kingine huko Nyamira, mwanafunzi Juvinalis Mongare mwenye umri wa miaka 15 alijitokeza katika shule ya wavulana ya Kebirigo kujaribu bahati iwapo ataruhusiwa kusajiliwa. Kijana huyu alifika akiwa na sanduku na godoro peke yake. Tulipofika, deputy principal akasema atatulipia uniform. Ndio nimelipiwa na nimevaa. Lakini hakukuwa na school fees. Kwa sasi wake hakuwezi. Niliona ya kwamba mwanafunzi huyu anaweza kuachwa huko nyumbani. Nikachukua jukumu hilo kufuatilia. Wanakijiji wa eneo la Chamamanyik, eneo bunge la Bureti, Kericho, walizunguka kwenye boma tofauti kuwasaka wanafunzi ambao hawajaripoti shuleni kwa kukosa karo. Hapa, Brenda Chepkorir aliyepata barua ya shule ya wasichana ya AIC Kosirai hana mbele wala nyuma. Na mawangu hawezi kabisa. Na tumangana lakini hatujapata usaidizi. So tunaomba mtusaidie. Huko Mombasa, wanafunzi ambao wamekosa karo na mahitaji mengine wamesalia nyumbani. Chifu wa eneo hilo akichukua hatua ya kuwatafuta wanafunzi hao. Changamoto za kimaisha ni vile sina kazi, sina uwezo wa pesa kumpeleka mtoto wangu shule, manake alikuwa ameitwa kwanza Vihiga tukabadilisha akaitwa St Mary's Lwa Kisumu. Mtoto anajiunga na shule kwanza alafu mengine ataweza kufuata baadaye. Si muhimu sana kuwa na ile rim, japo ni muhimu kivingine, lakini wacha mtoto afike kwanza. Maria Nyambura, runinga ya Citizen. Elimu imekuwa ikitajwa kama nguzo kuu ya usawa katika jamii. Hata hivyo, hapa nchini Kenya, uwezo wa kiuchumi wa familia huamua mtoto atafika wapi katika safari yake ya elimu.
Ukosefu huo wa usawa umeacha familia nyingi maskini bila njia za kujinasua. Katika kaunti ya Uasin Gishu, familia moja inakabiliwa na hatari hiyo, huku maskini ukitishia kuwanyima ndugu wanane fursa ya kuendelea na masomo yao, kama anavyotuarifu Brenda Wanga. Takriban wiki 3 tangu kuanza kwa muhula wa kwanza wa shule, ndugu hawa wanne wakaazi wa kaunti ya Uasin Gishu wamekwama nyumbani. Ni familia ya watoto 8 mayatima na sasa wanatunzwa na mlezi ambaye hana uwezo wa kuwasaidia kuendelea na masomo. Hali ya maisha yenye iko hapa, mimi kama guardian, kazi yangu ni nafanya tu ya kuoshea watu nguo kibarua, na hiyo ni kidogo tu, ni ya kutumika. Sasa sijawezeshwa kuwapeleka shule. Baadhi ya watoto hawa wako katika shule ya msingi, sekondari ya chini na vyuo vikuu, ilhali mmoja anapaswa kujiunga na sekondari ya juu. Nasikia vibaya. Na ninaitwa Eldoret Kandi. Nimekuwa na changamoto ya kusomesha watoto wa grade 10, grade 7 na colleges na university. Sasa ilibidi niende kwa chief usaidizi ili watoto wakaweze kwenda shule, lakini bado wako hawajaenda shule kwa sababu ya pesa. Msaada huo kutoka kwa chifu ulikuwa kwa njia ya barua ya kuidhinisha familia kuomba pesa kutoka kwa wasamaria wema. Ndugu hawa wanane ni miongoni mwa idadi kubwa ya watoto ambao hawaendi shuleni kutokana na umaskini. Ripoti ya Oxfam Kenya iliyotolewa mwezi uliopita ilifichua uhalisia huu, ikionyesha kuwa watoto kutoka 20% ya jamii maskini zaidi nchini Kenya hawapati masomo yanayofaa ikilinganishwa na wale kutoka familia tajiri. Kwa sasa, zaidi ya watoto milioni 1 walio na umri wa kwenda shule ya msingi hawako shuleni, huku karibu nusu ya wanafunzi wanaokwenda shule ya upili hawakupata elimu ya sekondari katika umri unaofaa. Huku elimu ikitajwa kama njia ya kusawazisha wote, nchini Kenya mara nyingi kiasi cha pesa ulichonacho mfukoni huamua ubora wa elimu utakaopata. If you go to those statistics, they'll give you precisely the level of poverty in many of our communities and how the households are struggling really to cope. If that level where they are indicating those who are even below the $2 a day are in excess of 60%, those are the ones that you expect their children to meet the cost of transitioning to grade 10, a minimum of 50,000 before you make payment of fees. Ni hali ambayo wadau katika sekta ya elimu wanataka serikali kuangazia ili kusawazisha mambo na kuwapa watoto maskini nafasi ya kunawiri. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen. Na huku muda wa wanafunzi kujiunga na gredi ya 10 ukikamilika hii leo, shule za sekondari ya juu zimeendelea kuandikisha idadi ndogo ya wanafunzi. Idadi ya chini zaidi ikishuhudiwa kwenye shule za kutwa za ngazi ya C4, ambapo sasa Wizara ya Elimu inatathmini kujumuishwa kwa shule hizo ama shule zilizo na idadi ndogo ya wanafunzi. Waziri Migos Ogamba akisema wanafanya utathmini wa gredi ya 10 kabla ya kufanya maamuzi hayo, kama anavyotuarifu Gatete Njoroge. Shule ya sekondari ya juu ya Kidhiriti, Mwea, kaunti ya Kirinyaga, mwalimu mkuu anatangamana na wanafunzi hawa wawili wa gredi ya 10. Kati ya wanafunzi 100 waliokuwa wakitarajiwa kujiunga na shule hiyo, ni hawa tu wamefika. Wengine 3 waliojisajili bado hawajaanza masomo. Tulifungua tukiwa na matumaini makubwa ya kupata watoto wengi, kwa sababu tuko na 4 empty classes. Form 1 class haina watoto, Form 2 class haina watoto, na zingine tulikuwa nazo za extra. But to our disappointment, the students are not coming. Mwalimu mkuu anasema haya yanajiri licha ya juhudi zake za kuwasaka wanafunzi kupitia makanisa na mikutano ya umma. Nina kila kitu, nina madarasa 4 yanangojea watoto, but watoto hawako. We have rooms, we have an equipped laboratory. The TSC has equipped adequate teachers in this school. So mambo ya kufundisha hatuna shida. Shida hatuna watoto. Changamoto sawia inashuhudiwa shule ya sekondari ya Salama, kaunti ya Makueni. Kati ya zaidi ya wanafunzi 200 waliotarajiwa kujiunga na shule hiyo, waliofika ni 6 tu. Actually, these ones, all of them requested for transfer here. The ones that were given have not yet, they are yet to report. Initially, we were given around 228, but they requested for transfer out.
swala ambalo Wizara ya Elimu sasa inasema huenda ikawalazimu kujumuisha shule hizi. For us as the ministry is to sit down and make a determination. Should we still continue holding these schools as schools, or should we invest more in the schools that the students require so that they can have all the facilities? In other words, can we mop up or merge the schools so that the schools that are called schools have the facilities that they require? There would be no point to have a school with 10 children. Aidha, waziri alizungumzia shule ya sekondari ya Raganga, Kisii, ambako wanafunzi wote 18 walipata kati ya alama ya D na E kwenye matokeo ya KCSE mwaka jana. We are not going to be bullied, so to speak, to have what I normally call patriotic schools, where anybody comes and says, because I have the capacity to build a classroom or a school, let this be a school called my name or called my late mom or something like that, which is not a school. So we need to agree as Kenyans, and we need the support of all of us. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen. Tukiachana na hayo ya elimu, ni kwa upasuaji wa maiti ya mfanyabiashara George Gathu aliyeuawa baada ya kupigwa risasi na polisi huko Karatina umeonyesha kuwa alifariki na majeraha ya risasi. Upasuaji huo ukifanywa huku kanda za CCTV zikionyesha matukio haya Jumapili usiku. Na kama anavyotuarifu kama Mwangi, mauti ya mfanyabiashara huyo mikononi mwa polisi ilichukua chini ya dakika moja. Kulingana na kanda hizi za kituo cha kuuzia mafuta kulikoshuhudiwa mauaji ya mfanyabiashara George Gathu, mvutano kati yake na maafisa wa polisi unaonekana kuanzia saa 5 na dakika 8 za usiku wa Jumapili pembeni mwa kituo hicho. Dakika moja baadaye, mvutano huo unaonekana kuendelea, hapa afisa mmoja akinaswa akimpiga kwa mateke na ngumi kichwani. Mvutano huo unaendelea zaidi, afisa huyo tena akinaswa katika dakika ya 10 na sekunde 21 akimgonga kwa mtutu wa bunduki yake, wakati huu mwenzake akionekana kushiriki vurugu hiyo kwa kumsukuma George. Vurugu hii inakamilika saa 5 na dakika 10 na sekunde 52 anapoanguka chini George baada ya kile kinachoonekana kufyatuliwa kwa bunduki, tukio zima likichukua chini ya dakika moja. Kwanza hapo hivi vile ameingia, sijui aliuliza na nini, tukasikia gani imekoka. So hapo sasa ndo kila msia attention ili ya sauti ni ya. So kila msia akakuwa rada. Sasa hapo ndo ile kacha attention yetu. Sasa unajua ile si tulikuwa na chapa story lakini tunaangalia tu. Sasa vile alikoka, sasa ndo tukaona yeye na kitu inakuwa serious. Kulingana na kati ya waliojionea tukio, maafisa hao wa polisi waliingililia mzozo kati ya George na mfanyabiashara mwingine, mzozo ambao haukuwa umeingia vurugu. Huyu jamaa mwenye wanasema ati alikuwa ananyang'anywa bundendo akashoot. Itakuwaje ati sisi tunanyang'anya na hii bunduki alafu ndo itanishoot? Ukaro mwingine ndo angeshoot huyu mwenye ananyang'anya na bunduki. Ndio maana hata nasikianga mabunduki wenda zikiwa mbili, ndio hii moja ikiwa threat. Kama ikiwa threatened, hii ingine itagadi ingine. Kwenye uchunguzi wa maiti uliofanyika katika makafani ya hospitali ya Karatina, George amethibitishwa kuaga kufuatia majeraha ya risasi 4, 2 yakipigwa kichwani, 1 kifuani na nyingine kwenye bega. The cause of death of the deceased was caused by gunshot wounds, and the examination has exposed that the wounds were 4. Entry from the chest, 2, and then the bullet went straight to the head, and then there was 1 entry, and then it left from the left, and then there was this on the left side, there was 1 entry, but the bullet could not be retrieved where it went. Utafiti wa leo ukitarajiwa kufikishwa mahakamani Februari 3 pamoja na ule wa bunduki ya afisa Peter Wamiti Mwangi, mshukiwa mkuu wa mauaji hayo. Kama Mwangi, Runinga ya Citizen, Karatina, kaunti ya Nyeri. Baraza la madaktari nchini KMPDC linachunguza kisa kingine cha utepetevu wa afya ambapo mtoto wa miezi 8 aliripotiwa kukatwa kidole akiwa anatibiwa katika hospitali moja ya kibinafsi hapa Nairobi. Hali hii ikisababisha kuoza kwa kidole cha mtoto huyo na baadaye kuwalazimu madaktari kukikata. Ode Francis ana taarifa hiyo kwa kina. Septemba mwaka 2025, mtoto Gloerin mwenye umri wa miezi 8 alipelekwa katika kliniki moja mtaani Umoja 3 kwa sindano aliyopaswa kupewa kwa siku 3, ila kilichotokea kilikuwa cha kushangaza.
Nasa akachukua makasi akaanza kukata na hapa. So wakati alianza kukata hapa na mimi nimeconcentrate kwa mtoto. Mtoto alitoa tu sauti moja. Kuangalia chini damu inamwagika. Bandage imeanguka, damu inamwagika, kidole hai. Baada ya siku 5, bendeji ilifunguliwa kidole cha mtoto na kidole hicho kikakatwa. Wauguzi walimuita daktari na walijaribu kushonelea kidole hicho. Nasa akaita another doc, wakakuja wakasaidiana naye, wakapigia mwenye hospitali simu, akakuja after 30 minutes, anaitwa Dr. Kevin, wakachukua hiyo kidole wakarudisha wakashonelea. So wakati walishonelea and it was done manually, hakuna hata dawa ya uchungu ilikuwa injected hapo. Mtoto aliporudi kwa uchunguzi, kidole kilikuwa kimeoza. Daktari walionya kuwa huenda hali hiyo ikasambaa hadi mkono mzima. Akasema hii kidole imeoza, imeanza kuinfect ingi, so inafaa ikuwe amputated ndio isi affect the whole hand. Hapo ndio mtoto wangu alifanyiwa unyama ya kukatwa kidole. Mamake alipiga ripoti katika kituo cha polisi cha Umoja na pia katika idara ya watoto, ila kufikia sasa hakuna mshukiwa aliyefikishwa mahakamani. Tulitembelea kliniki hiyo kutafuta majibu. Daktari aliyedaiwa kuhusika alisema, those are the allegations we hear from social media. Now, what is your side of the story? Now, from those allegations, I believe they were filed in the court. We have a demand letter. We responded. Tulielekea katika mahakama zote za watoto Makadara na Milimani, ila hakuna kesi yoyote aina hiyo ilikuwa imewasilishwa. Na mwenye alifanya hiyo unyama yuko tu, kazi yake inaendelea. Anafanya tu matibabu as usual. Wakati aliruka akaruka, kila kitu ikawa kwa. Ameniumizia mtoto, matibabu tena ikakuja ikawa kwa. Huku familia ikisubiri haki, baraza la madaktari KMPDC limesema limepokea malalamishi kuhusu tukio hili, ila taratibu rasmi hazijafuatwa. Ode Francis, runinga ya Citizen, Nairobi. Kwingineko, wito wa utendakazi bora na uwajibikaji umeshamiri kwenye maombi maalum ya kila mwaka iliyoandaliwa kwa wafanyakazi hapa Nairobi. Wafanyakazi wa serikali wakiwemo mawaziri walijumuika kwa ibada katika kanisa la All Saints hapa Nairobi, ambako wametoa shukrani kwa umoja na ushirikiano wa Wakenya na serikali, kama anavyotuarifu Seth Olale. Maafisa wa utumishi wa umma wakiongozwa na mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei walitumia ibada maalum ya kutoa shukrani iliyoandaliwa katika kanisa la All Saints hapa Nairobi, kuhakikishia Wakenya kwamba watawajibikia majukumu yao ya kikatiba. You are not just employees, you are the builders of our nation's future. Go into this year resolved to lead with integrity when compromise is issued, to act fairly when pressure demands otherwise, to be accountable even when it is uncomfortable. Wafanyikazi hao wakuu wa serikali wakiapa kuwahudumia Wakenya wote bila ubaguzi wa ukabila, jinsia au tabaka, licha ya msimu wa siasa kunukia. This occasion gives us an opportunity to reflect on where we have come from and indeed where we should go. It is an occasion for us to take stock of the achievements we have made in the past 1 year, and indeed also the shortcomings that could have been are there all along. This moment is a reflection for us as primary drivers of the country's agenda, to reflect, to think, to look at this huge responsibility that we have been given by way of appointment. Viongozi wa kidini wakitoa wito kwa wafanyikazi wa serikali kuwajibikia raia kupitia utendakazi mwafaka na uliofuata sheria. Authority is not held for self.
It is carried in trust, exercised with restraint, accountable to the people and answerable to God. Ni ibada inayoandaliwa kila mwaka na afisi ya rais ili kushukuru utendakazi wa utumishi wa umma na kutoa risala kwa Mola kwa kulinda na kuwaongoza wafanyikazi wa serikali. Seth Olale, runinga ya Citizen. Na Rais William Ruto amewataka vijana kujiepusha na viongozi ambao anasema hawana maono ya kubadilisha taifa la Kenya. Akizungumza alipoandaa mkutano na vijana katika ikulu ya Nairobi, rais alisema safari ya Singapore itafaulu kwa vyovyote vile, kama anavyotuarifu Emmanuel To. Mkutano wake wa kuwatunuku viongozi wa vijana kutoka shule na taasisi kadhaa za masomo ulisheheni injili ya kuimarisha Kenya na kuifikisha katika hadhi ya mataifa tajiri zaidi duniani. Rais William Ruto akielezea nafasi ya vijana katika safari hiyo. To elevate Kenya to a first world status within our lifetime, I did so with absolute confidence in the extraordinary potential of the young people of our nation. I am confident that our youth possess the capability, the energy, the talent, and the resolve to turn our grand ambition into reality. Rais Ruto akiwarai vijana kuepuka kama ukoma viongozi anaosema hawana maono ya maendeleo. Do not allow yourselves to be consumed by the pessimism that afflicts some voices in our public life. Optimistic people see opportunity in every challenge, while pessimists see only obstacles in every opportunity. Kenya's future belongs to those who choose hope, effort, and purpose. You have ensured that you mobilize the collective intelligence of all members of society, regardless of age, to ensure that they also have skills and experience to participate in national building. Kiongozi wa taifa akiongeza kwamba safari hiyo ya Singapore ya shilingi trilioni 5 lazima ifaulu. To elevate Kenya to a first world status within our lifetime, I did so with absolute confidence in the extraordinary potential of the young people of our nation. Emmanuel To, runinga ya Citizen, Nairobi. Taarifa yake Emmanuel To inatamatisha awamu ya kwanza ya Nipashe. Mengi zaidi ni hivi punde, usiende mbali. Karibu tena. Kwa zaidi ya miezi 6 wakazi wa Njipship, eneo bunge la Emurua Dikir, kaunti ya Narok, wamekuwa wakiishi bila umeme, huku huduma za biashara, hospitali na hata shule zikiathirika. Wakazi wa eneo hili sasa wakililia serikali kuingilia kati kuagiza kampuni ya Kenya Power kushughulikia hali hii, kama anavyotuarifu Crispin Otieno. Wasiwasi umezidi kugubika wakazi wa eneo hili la Njipship, Emurua Dikir, kaunti ya Narok. Kwa umbali utaona kila kitu kishwari, ila utapigwa na butua kusikia kwamba sehemu hii imesalia bila umeme kwa zaidi ya miezi 5. Hapa ni mojawapo ya hospitali inayotegemewa na maelfu ya wenyeji hapa. Mngurumo wa jenereta unatukaribisha katika hospitali hii. Huduma za afya zimeathirika pakubwa Njipship, dawa na vifaa maalum zikiharibika kutokana na ukosefu wa umeme. Tuliamua kuingia ndani ya hospitali hii kutathmini hali. Bila shaka ni hali ya kusikitisha katika chumba hiki cha upasuaji, kwani kutokana na ukosefu wa stima, wagonjwa ambao wanapaswa kupata huduma katika chumba hiki sasa wakilazimika kuelekea maeneo mbali, jambo ambalo hawakutarajia. Tumekuwa na shida mwezi 5 tujaona stima, so nasikia tunatumia generator. Kwa dawa bridge inaharibika. Kwa immunization drugs na expire, kwanza za laboratories na expire. Sasa juu ya stima ilipotea. Sasa ingine generator inaharibika. So tumekuwa challenges. Pia immunization, vaccines za immunization pia
ziliharibika mingi. Kilio sio kwa hospitali pekee. Katika shule hii ya mseto ya Pirar, usimamizi wa shule hii pia umesalia njia panda. Ukosefu wa umeme kwa miezi kadhaa umesambaratisha shughuli. Wakati wanapaswa kuanza masomo ya kompyuta kwa mujibu wa mtaala mpya, ndani ya taasisi hii ya masomo, kompyuta hizo zimefunikwa na kitambaa. Mara ya mwisho stima kuonekana hapa ni mwezi Septemba tarehe 2. We are unable to conduct evening preps for the boys and girls and even morning preps. We cannot be able to print the exams because we don't have any backup. Kilio ni vivyo hivyo hata kwa wachuuzi sokoni, wauzaji wa vyakula, maeneo ya ususi. Hali si hali. Kwa sasa, macho yote na masikio ni kwa serikali na Kenya Power kujua iwapo wakati huu wataitikia kilio chao ili mwanga urejee tena Njipship. Crispino Tieno, runinga ya Citizen. Familia ya mvulana wa miaka 23 aliyeripotiwa kutoweka mtaani Kasarani hapa Nairobi na kisha mwili wake kupatikana katika hifadhi ya maiti ya City inalilia haki. Familia ya Sean Mwangi inasema mvulana huyo alitoweka tarehe 7 Disemba na juhudi za kutafuta usaidizi kituoni Kasarani hazikufua dafu hata baada ya mwili wake kupatikana kwenye mto eneo la Kasarani ukiwa na majeraha. Franklin Wala anatuarifu zaidi. Ama kweli uchungu wa mwana aujuaye mzazi. Mamake Sean Mark Mwangi anaumwa akikumbuka juhudi alizokuwa nazo kumlea mwanawe wa kipekee hadi chuo kikuu, lakini mvulana huyo akauawa mwaka mmoja tu baada ya kufuzu na shahada. Familia ya Sean Mark Mwangi inasema mvulana huyo alitoweka tarehe 7 Disemba akiwa mtaani Kasarani. Wanasema walipiga ripoti kituoni Kasarani bila usaidizi. Tarehe 27 Disemba familia iliupata mwili wa Sean katika hifadhi ya City na hiyo ikafungua ukurasa mpya kwa mzazi wake. Kwa amelalishwa like pale kwa building, sasa kwa hizo nini za City mortuary. So unazijua vile ziko. Nilimwona kiwa tu pale na nikaona, nikaambia tu ni mtoto wangu. His face was swollen. Damu inatoka kwa masikio, kwa meno, kwa mdomo, kwa masikio. It was a horrible scene. Mamaka anadai mwili huo ulipopatikana ulikuwa umeanza kuoza na ulikuwa na ishara za kudungwa kisu kwenye kichwa kando na majeraha ya kuvunjwa mgongo pamoja na kupigwa kwa kifaa butu kichwani. Walielezwa mwili uliletwa hapa kutoka mto fulani huko Kasarani kama mwili wa mtu asiyejulikana. Kitu yenye niliona kona injury hapa kwa mkono, kwa right arm, right hapa na kichwa hapa na hapa. Hapa alikuwa na cut na hapa alikuwa na cut. Sasa vile damu ilikuwa imeteremka hivi, nilikuwa ni imagine like alikuwa amekata huku. Kinachoshangaza ni kuwa nguo alizopatikana nazo Sean kwenye hifadhi hiyo hazikuwa nguo alizokuwa nazo siku aliyotoweka. Familia wanauliza kuna uwezekano watu walimuua kijana huyo, kubadilisha nguo alizokuwa nazo na kisha kuutupa mwili kwenye mtoni huko Kasarani. Kitu yenye tunabaki tukijiuliza, like the t-shirt tulimpata nayo mochari. Kazini yake anasema hiyo si t-shirt yake. So we are wondering, like was he lured in kwa nyumba akapigiwa huko, wakaona like t-shirt alikuwa nayo initially imesoak in blood, wakamtoa akampea ingine. Unajua tuko na so many questions zenye tujui nani hata anaweza akajibu. Hata funny enough, najua nimeongea tu na OCS leo asubuhi, akaniambia hawana any information. Uchunguzi wa maiti ulithibitisha kifo cha Sean kilisababishwa kwa kupigwa na kuumizwa. Franklin Wala, runinga ya Citizen. Peter Njenga, mkazi wa Kasarani jijini Nairobi, amejishindia shilingi nusu milioni katika shindano la SOT Januari kishabiki. Njenga anasema kucheza polepole na kwa umakini kila siku ndio kulimpa ushindi huu. Amesema atatumia fedha hizo kuwekeza katika biashara ili kukimu mahitaji ya familia yake. Sana na weekend. Bado nilikuwa tu naendelea tu nikicheza, sikuwa nakufa moyo. Nimeenda Aviator na hii nyingine ya Januari kusort na nimesotiwa. Nilianza na 200
Saa zingine naweka 300, 150 hivyo. Na ndio nimefaulu nikazawadiwa 1500. Ninashukuru. Hii pesa na nitalipa school fee na nitaanza kabiashara ndogo ndogo. At least nilikuwa nakumbuka shabiki. Ufanye hesabu, usiwekelee yote alafu pengine hii ni bahati. Unajaribu kidogo kidogo inaenda tu. Lakini unaweza wekelea pia ufaulu, unaweza wekelea pia usubiri, unakaa ukicheza na ukijaribu kwa wingi. Tuangalie siasa za vyama ambapo chama cha UDA kimesisitiza kwamba taratibu ya kutekeleza ajenda 10 walizokubaliana na ODM mwaka jana zingalipo na kwamba mazungumzo mapya na ODM hayataathiri mipango ya awali. Wakizungumza katika makao makuu ya chama, viongozi wa UDA walisema kuwa mazungumzo hayo yanalenga kujenga uhusiano wa muda mrefu hata baada ya uchaguzi wa mwaka 2027. Pia walihakikisha wafuasi kuwa majadiliano na ODM hayataathiri uhusiano wa UDA na vyama vingine kwenye muungano wa Kenya Kwanza. Facts that we have with our partners within the larger Kenya Kwanza coalition remain intact and very valid. We cannot go to look for new partners and lose the old ones. Our engagements with our colleagues and brothers in ODM go beyond the 10-point agenda. As I mentioned, it is our intent to be an all-inclusive party and coalition that brings everybody on board and all Kenyans on board. And therefore, we look forward to working with ODM even into the next elections next year. That has given us the foundation, the place to start. But we believe that there is more that we can achieve if we build on that particular foundation. Therefore, it is not a separate arrangement. It is building on what already has been achieved on the 10-point agenda alongside other things. Timu ya taifa ya Kenya mchezo wa futsal imewasili Namibia tayari kukabiliana na wenyeji siku ya Ijumaa kwenye mechi ya mkondo wa kwanza ya kufuzu mchuano wa bara Afrika. Timu hiyo ya taifa ilicheza mechi ya kirafiki dhidi ya ASEC Huruma kabla ya kuelekea mjini Windhoek. Kocha James Omondi amejumuisha wachezaji wa kandanda kwenye uzoefu wa ligi kama vile Mark Shaban wa Gor Mahia na ana imani kwa watafanya vyema kwenye mechi ya mkondo wa kwanza. Kenya itaandaa mechi ya mkondo wa pili katika ukumbi wa ndani wa Kasarani. Hii ni mara ya kwanza Kenya inashiriki mashindano ya kimataifa ya futsal. Unajua, najaribu kugoogle ni confirm jina la timu fulani ambayo ilishinda timu nyingine jana, timu fulani ya Norway. Mbona sioni hilo jina? Anyway, katika ligi ya UEFA ya bara Europa, Arsenal ilishinda 3-1 dhidi ya Inter Milan. Man City ilishindwa 3-1 ama 3-0 na timu ambayo hata jina siwezi kulitamka. Tusubiri weekendi mambo yatakuwa vipi. Manchester United na Arsenal wakikutana, tunawakaribisha Emirates. Tutazungumza wiki ijayo na kuna watu ambao wanazungumza na mimi wanaongea vibaya, lakini mimi ndo niko studio au kwa nje. Tunasema asante sana kwa kuwa nasi hadi wakati mwingine. Tunakutakia usiku mwema. Kwaheri.